kwenye nchi ya ahadi. Hebu angalieni mwenyekiti wetu jinsi alivyokuwa siku ile, kama kifaranga kilichokimbiwa na mzazi wake. Mna mpasuko na si wa mara ya kwanza kuona ndani ya klabu ya Simba Sports. Inaweza ikawa ni katikati ya msimu, mwisho wa msimu ama mwanzo wa msimu kama hivi ambavyo tunaona hivi sasa. Mna mechi ngumu mbele dhidi ya Young Africans ambao wana utulivu sana ndani ya klabu yao. Umemtaja GSM, ukimtaja utamtaja Engineer Hersi ambaye ni rais wa klabu ndani ya Young Africans. Nini ambacho unadhani mnakitengeneza sasa? Pressure ipi ambayo mnakuwa nayo kuanzia konunyie mashabiki kwenda kwenye wanachama hadi kufikia kwenye safu ya uongozi? Unajua Bwana Jafet, iko hivi, yaani mnapokaribia kuwa mnataka kuunda kitu chenye mafanikio, hususan kwenye vilabu, kwenye taasisi, kwenye ngazi za familia, unajua kuna watu fulani wanakuwa wapendi yale mafanikio. Sasa wanafanyaje? Wanatengeneza 1, 2, 3 ili watu wagongane pale, ili lile jambo mnaliendea lisifikie mafanikio yale mnayotaka. Ndio kinachotokea kwenye Simba, kwa sababu unajua kwenye Simba kuna watu wananufaika kupitia migongano ya viongozi, timu kuto kufanya vizuri. Kuna baadhi ya watu wananufaika. Sasa sisi ambao tunataka furaha, sisi ambaye hatunufaiki kwa namna yoyote, si manufaa yetu ni kuona kwamba tunashinda, tunapata mataji, ndio furaha yetu, ndio tunaumia. Sawa? Sasa hiki tunachoelekea au hiki kinachotengenezwa, kuna baadhi ya watu pale wanatakiwa kwamba haiwezekani kila tunapofikia kwenye njia ya mafanikio kunatokea migongano kama hii, na tunaelekea kugumu, tunaelekea kwenye msimu wa ligi, tunaelekea kwenye mechi ya mtani. Tukiwa tuko separate na mimi tunaweza tukafanya kitu kitakacho tupendeza sisi watu wa mpira? Haiwezekani. Kwa maana kwamba inatakiwa kwamba viongozi wakae lugha moja, wafate maelekezo ya serikali ilivyoelekeza, tuingie kwenye mfumo wa uwekezaji, mwenyekiti 51 yake ifanye kazi na wawekezaji 48 yao ifanye kazi, tuendelee kwenye mpira. Lakini hichi kinachoelekea, ndio maana nazungumza kwamba mbona kama kuna kitu anataka kutuchelewesha. Kwa sababu gani? Inaelekea yule uwekezaji wa watu 3 hautaki, na maelekezo tayari serikali imeshatoa. Kwa nini yeye kila siku anakuwa mimi pesa iko benki, mimi sio hivi, mimi sio hivi? Hivi vitu vya wapi tunakwenda? Tunakwenda wapi? Sisi tunataka furaha bwana. Sisi tunanunua majezi, tunanunua kila kitu, vifaa vinavyotuhusu sisi washabiki na wapenzi wa Simba, ili mradi timu yetu imove. Kwa mfano kama juzi umemsikia mwekezaji wetu Jeruti alivyozungumza, nunueni jezi kwa wingi ili mimi nipate faida, niwafurahishieni wana Simba. Sasa kwa hali hii tunaelekea kwa migongano hii wanaotutengenezea juu, nani atakuwa na hamu ya kuvaa jezi ya Simba? Nani atakuwa na hamu ya kwenda kuiangalia Simba Sports Club? Mbona ni vitu ambavyo tayari kama tunasema kama kuna kitu ambacho sisi tumerogwa na nani kusema kweli, yaani ni vitu ambavyo havieleweki. Yule mzee kila anapojitahidi, juzi ameitisha kikao, au sio bwana? Na kikao kile kiko kihalali kabisa, kwa sababu yeye ndio mhusika wa kuitisha vikao, na ukiangalia katiba inampa nafasi. Ndio maana nasema yeye ni halali kuitisha vikao, na kikao kilichotishwa ni cha dharura, hajakosea. Sawa, na kilichokuwa kinaendewa ni kitu ambacho kipo kwenye katiba, kwa sababu kuna nafasi za kujazwa mle za wadhamini wa klabu, ndio kitu kilichoitwa. Sawa, watu wamekuja wametoka, wanamcrash, wanafanyaje, maneno ya ajabu wanazungumza, ili mradi tu kutengeneza sintofahamu. Sawa, yani kusema kweli mpaka nakosa neno hata la kuzungumza. Kitu gani Murtaza Mangungu kinachomfanya pale mpaka watu na viongozi wanashindwa yani kumtetea? Au sisi wana Simba tunashindwa kumtetea? Mimi wito wangu wa mwisho Bwana Jafet, ninachozungumza wana Simba Sports, kama hatutabadilika, kama hatutajua nini tunachokitaka kwenye Simba, kwa kweli uongozi utatuumbisha sana, hasa huu upande wa 40 ngapi wa mwekezaji kwako. Ukiachana na hizo 49 kwa 50 wawekezaji 3, katiba tayari ipo ndani ya Simba Sports. Kwa hivi sasa ilikuwa inatakiwa bodi ya wakurugenzi iliyopo isiyo inafanya kazi kwa mujibu wa katiba, lakini busara kwa mujibu wa maelezo ya Murtaza Mangungu ndio inaendelea kutumika ndani ya klabu ya Simba Sports. Swali langu ni kwamba usajili umefanyika na mmeuona usajili, na watu baada ya kuona usajili wenyewe, si hapa tu, katika ushiriki wake kwenye michuano ya Sekafa pale Rwanda Kigali, na hata katika mechi ya tamasha yenyewe dhidi ya Polisi, watu hawajafurahishwa na namna ambavyo wachezaji wanacheza uwanjani.
hususan wakimtaja Ibrahim Dumbia, eneo ambalo bado ni changamoto zaidi kwa upande wa klabu ya Simba Sports. Kwako wewe usajili huu unauzungumziaje? Ni usajili ambao unaona unahitaji muda zaidi, ama ni usajili ambao lolote jambo linatakiwa lifanyike kwa uharaka zaidi kabla ya dirisha kufunga? Asante sana. Nianze na hili la busara anayotumia mwenyekiti. Hapo ndio makosa yake Mangungu yanapoingia. Asimame kwenye sheria. Busara kuna sehemu zake za kutumika, lakini sio hili, kwa sababu mwongozo wa serikali umeshatoa kwamba bodi haina nafasi ya kuingia katika nafasi ya uongozi wa Simba kwa sasa hivi, wakati tunaelekea mbele huko. Sawa, mpaka tumalize mchakato. Wawekezaji watatu wameweka pale la yao na bodi ya nani huku ya mwenyekiti iko pale, tunakaa tunaongoza timu. Lakini hichi kinachoelekea busara ndio hichi kinachoelekea sasa. Yeye anatengwa, anaonekana kama yeye ni mtu jirani tu, amekuja kwenye shughuli ambayo haimuhusu. Hii busara iweke pembeni Mangungu, na kuomba kama unanisikia mwenyekiti wangu, hii busara ndiyo inakufikisha hapa, inakushusha thamani yako. Nikirudi kwenye usajili kama ulivyoonekana, usajili wa Simba Sports tumeenda kwenye mahitaji ambayo klabu yetu ilikuwa inahitaji. Ukiangalia namba 8 Alsane Kante kidogo alikuwa toshi. Tumemleta Ibrahim Jabal na kila kitu kimeonekana kwamba hana uwezo wa kututoa sehemu fulani kutupeleka sehemu fulani, kwa sababu ndani ya michezo yake mitatu kama sikosei, miwili amecheza Rwanda kule tumemuona, amecheza na wale wa Sudan tumemuona, na juzi kwenye Simba Day japo dakika chache tumemuona nini anachokifanya, nini tutakachokuja kukifaidika nacho. Umeona, ukizungumza nafasi ya fullback namba 2 kule yuko Kapombe, yuko na Duchu, na kuna mtu tumemwongezea pale kutoka Azam na Said Chilambo, kwa sababu yule mtoto anacheza fullback namba 2, anacheza fullback namba 3 kama vile Kibwana Shomari, anapiga huku bado tumeweka sawa. Na huku namba 3 kuna Mligo, kuna Kibabage, tumemaliza. Tukirudi kati pale kuna Rushaini, kuna huyu, yani tunaenda kwenye sehemu za magepu, na tumemwongeza mtu mmoja pale kwenye namba center back. Umeona, ukirudi mbele Ibrahim Dumbia watu wanambeza. Ibrahim Dumbia watu wanamuona kama sio chochote kitu, lakini Ibrahim Dumbia ni forward ambaye atakuja kuleta mabadiliko ya ufungaji kwenye ligi ya mwaka huu tunayokwendea. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Dumbia ni mfungaji, Dumbia sio kiungo mshambuliaji. Kwa hiyo hapo kuna vitu viwili watu wanachanganya, kiungo mshambuliaji na mfungaji. Umeona, yule ni mtu ambaye anatengenezewa, akiwekewa kwenye njia anamaliza. Tuchukulie mfano kama jana tuliona kuna tetesi fulani watu waliteta kati ya huyu kijana aliyotoka Uganda wa Yanga huyu nani Okelo na huyu Shashaman. Kuna kitu alizungumza pale jana, kama kuna mtu aliangalia mpira, kwa sababu kulikuwa kuna vitu yule bwana vilikuwa vimfikii, kwa sababu yule namba 9 sio mtu wa kushuka kuja kutafuta mpira, alikuwa anaomba msaada hawekewe pale afu aonyeshe uwezo wake. Lakini sisi bado kuna vitu ambavyo bado vijakaa vizuri, nadhani katika muunganiko wa timu. Lakini pindi muunganiko wa timu ndani ya mechi 2-3 utakapokaa vizuri, Dumbia atakuwa habari nyingine mjini. Hizo mechi 2 ukumbuke unaanza na Young Africans pale New Amani Complex, na hiyo ya pili tusubiri kwa mujibu wa ratiba ambavyo imeshakwisha kutoka bodi ya ligi, Simba ataelekea wapi mara baada ya hapo. Ni gerezani na bado naendelea kupata maoni ya wadau mbalimbali ambao wamewasili asubuhi ya leo. Tunaangazia yale ambayo tumeyaona wote katika tamasha la Simba Day pamoja na Mwananchi Day. Endelea kusalia nasi.